من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات ونيران اللهم آمين. أحبة وأحباب رسول الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى في آياته كثيرة ومتعددة ومتنوعة. يقول الله عز وجل: إن للمتقين مفازا. أما خطبتنا اليوم سنتحدث عن عقوبة والعقوبة. Tabaraka wa taala kunako adhabu ya kulia zaka katika dunia na katika akhera. Lima sarto hadha almawdu', nimechagua maudhui hii. Kunaka asbabun idda, sababu nyingi za kuzungumzia maudhui hii. Adhkuru ba'daha biswari, baadhi yake tu fupi sana, ikiwepo sababu ya kwanza. Tuko katika mwezi wa 12, mwezi wa Dhulhijja, katika miezi ya Kiislamu ambayo ndio kawaida mtu anatakiwa kutoa zaka. Inatakiwa mwezi wa 12 ndio akaye afanye mahesabu ya mali zake aweze kuzitolea zaka. Hii ni sababu kwamba tuko kwenye msimu wenyewe, tuko kwenye wakati wenyewe wa mwaka, mwisho wa mwaka watu watoe zaka. Lakini sababu ya pili, kuna baadhi ya mazao ambayo au mali ambazo hazisubiri kuzunguka mwaka, na huu ndio wakati wao umefika, kama vile nafaka na matunda. Kwa wale waliolima, huu ndio wakati wanavuna. Kwa hiyo wanatakiwa watoe zaka zao.
kusimamisha swala inayofuatia. Katika hadithi ya Abdullah kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, buniya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa hajji al-bayt wa sawmi ramadan, rawahu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano, na nguzo ya kwanza ni shahada mbili, na inayofuatia ni kusimamisha swala, na inayofuatia ni kutoa zaka, vile vile kwenda kuhiji na kufunga mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ikiwa ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, kwa maana ni kitu ambacho ni muhimu sana kwa Muislamu. Kutokana na makemeo ya Allah subhanahu wa ta'ala, makemeo ambayo yako ndani ya Qur'ani, makemeo ambayo yako katika hadithi za sallallahu alayhi wasallam, yanayohamasisha na watu wasiotoa zaka nini watakachokipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia zaka ni faradhi, ni lazima Muislamu atekeleze utoaji wa zaka. Hizi ni katika baadhi ya sababu ambazo zinapelekea mimi kuzungumzia uqubatu mani zaka, adhabu ya mwenye kuzuia kutoa zaka. Kuna masharti ya mtu kutoa zaka, kwamba mtu akitimiza masharti haya anatakiwa atoe zaka. Na yataja kwa ikhtisari, moja katika masharti hayo anasema al-Islam. Kwanza mtu huyu awe ni Muislamu, na maana kafiri haitoswihi. Lakini sio kana kwamba hawajibiki, anawajibika na ataadhibiwa yaumul qiyama, siku ya kiyama. Lakini sharti la pili al-hurriya, uhuru. Maanake mtu ambaye ni mtumwa si wajibu kutoa zaka. Lakini tatu, mulku nisab, ni mtu kumiliki niswabu. Niswabu maanake ni kile kiwango ambacho unahesabika kuwa wewe ni tajiri, kwa sababu zaka tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zaka inachukuliwa kwa matajiri na kupewa watu ambao ni mafukara. Kwa hiyo ukimiliki niswabu manake umemiliki utajiri, yani umefikia kiwango cha utajiri. Kima cha chini cha tajiri kama ni mazao, mathalan kutokana na swaa inatofautiana na kila watu wanavyopima katika arba'atu amdad. Kwa hiyo kama ni swaa moja ni kilo 2, manake mtu kutoa zaka ya mazao anatakuwa awe na kilo 600. Kama ni kilo 2.5, ina maana mtu anayemiliki kilo 750 anatakiwa atoe zaka kilo 75. Kama ni kilo 600 anatakiwa atoe zaka kilo 60. Kwa hiyo mtu anayemiliki hivi anahesabika huyu ni tajiri, sio maskini. Ndio maana tunachukua zaka kutoka kwake, tunampa mtu ambaye ni maskini, tunampa mtu ambaye ni fukara. Na mtu ambaye anamiliki pesa, na wanachuoni wa sasa wamekubaliana kwamba kwa kuwa vipimo vya kupimia pesa zetu ni dhahabu na fedha, madini ya fedha, na kiwango cha chini ndio madini ya fedha, ambayo kwa gramu 595 ukizidisha kwa sasa hivi ambayo inazunguka kati ya gramu 6,040 na kitu au 5,000 na kitu. Kwa hiyo utakuta kwamba mtu anayemiliki milioni 3,800,000 na kitu, huyu manake ni tajiri, anatakiwa atoe zaka ya pesa zake.
Mtu ambaye anamiliki kiwango hichi ambayo zaka yake takriban ni kama 95 au 90 au tunaweza tukasema ni kama 100,000. 100,000 katika milioni 3,800,000 na kitu. Nini ambacho kinaweza kumfanya mtu asitoe mpaka akachome moto? Kwa yule ambaye anamiliki mbuzi 40 mpaka 120, anatakiwa atoe mbuzi mmoja. Mtu anayemiliki ng'ombe 30 mpaka ng'ombe 40, anatakiwa atoe ng'ombe mmoja. Mtu anayemiliki ngamia 5 mpaka ngamia 9, anatakiwa atoe kambuzi kamoja, wala sio ngamia. Sasa inakuwaje mpaka Muislamu anaacha kutekeleza, anaenda kuadhibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sharti nyingine akasema tamamul milki, kutimia kwa umiliki, uwe na umiliki kamili. Anasema almalu ghairu mamluki. Hapa kunatoka vigawanyo viwili: mali ambayo siwe yenye kumilikiwa kama mali za dola, mali za serikali, hizi hazitolewi zaka, au mali zilizokusanywa kwa ajili ya watu waliotoa zaka, zenyewe pia hazitolewi zaka. Mali zilizotolewa kwa ajili ya wakfu, zile hazitolewi zaka. Mali za taasisi mbalimbali, hizi hazitolewi zaka. Na mali ambayo unamiliki ya kwako lakini ni mali ya wizi, ni mali ulionyang'anya mtu, au ni mali ambayo imepotea kwa sasa, haunayo, haujui liko, ni ng'ombe wako wamepotea, ni mbuzi wako wamepotea, ni pesa yako imepotea, ulionayo haikamilishi. Ukileta ile iliyopotea inatimia. Kwa hiyo wewe unakuwa hauwajibiki kwa sababu hujamiliki umiliki kamili. Ndugu yangu Muislamu, kipengele cha mwisho kabisa, mudhiyul hauli, mali yako ile imezungukwa na mwaka. Na hapa ndio tunatoa mali za aina 3 ambazo hazisubiri kuzungukwa na mwaka. Mali ambazo hazisubiri kuzungukwa na mwaka: alhububu wa thimar, ni nafaka na matunda. Haya hayasubiri kuzungukwa na mwaka. Lakini nitaju saima min bahimatil an'am, na mazao wanyama waliozaliwa, wa mbuzi, wa ng'ombe waliozaliwa, wao wanafuata asili ya wale waliokuwa wametimia kiwango cha kutolewa zaka. Kwa hiyo hao watakaokuwa wamezaliwa njiani, nao watajumuishwa wakati wa kutoa zaka, watatolewa zaka. Lakini 3, ribhu tijara, faida ya biashara. Ulikuwa unamiliki milioni 3,800,000, lakini kufikia wakati wa kutoa zaka una milioni 8. Kwa hiyo hizi zingine ambazo ni faida hazijazungukwa na mwaka. Iliyozungukwa na mwaka ni ile uliyoanza nayo mahesabu. Kwa hiyo wakati wa kutoa zaka unapiga mahesabu na ile faida uliyoipata ndio unajumuisha, unatoa zaka. Milioni 8 takriban utakuwa unatoa 200,000 ambayo ndio zaka yako. Hivyo basi Muislamu akitimiza masharti haya anatakiwa awe ni mwenye kutoa zaka. Ndugu yangu Muislamu, miongoni mwa adhabu anazozipata Muislamu au mtu asiyetoa zaka, kwanza akhidhul mali qaharan, inatakiwa kama dola ipo, inatakiwa mali yake ichukuliwe kwa nguvu. Hii ni adhabu, ichukuliwe mali yake kwa nguvu. Na miongoni mwa adhabu ambazo zinatakiwa pia kwa mtu asiyetoa zaka, anasema al-qitalu, anatakiwa apigwe vita kwa namna yoyote. Ikiwa kuna kikundi cha watu hakitaki kutoa zaka, kinatakiwa kipigwe vita mpaka kikubali kutoa zaka. Na hichi ndio alichokifanya Abu Bakar as-Siddiq baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu walizuia kutoa zaka, alipambana nao kuwapiga vita mpaka wakatekeleza haki ya kutoa zaka. Miongoni mwa adhabu anasema nazi'ul baraka, ni kuondoshwa baraka katika mali zako zote ambazo haujatolea zaka. Wanasema idha khalatati sadaqa malan afsada
zakatihu, kwamba mali yako ikichanganyika na zaka, hujatolea zaka, inaiharibu mali yako yote. Kwa hiyo ili mali yako iwe safi na iwe tahara, ni lazima utoe fungu la zaka. Kwa hiyo anasema nazighul baraka na hilaku, vile vile kuangamia azzar'i wadhar'i, kuangamia kwa mazao au kwa mali yako. Na kwa wanyama wanawezekana kwamba wakaangamia, ikawa wanyama hawatoi maziwa au wakawa ni wenye kufa. Ni kivipi? Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, anasema lam yamna qaumun zakata amwalihim, hawatozuia watu zaka ya mali zao, illa muni'ul qitra minas samaa, isipokuwa na wao watazuiliwa na Allah subhanahu wa ta'ala mvua, tone la mvua. Mwenyezi Mungu atawazuilia, mvua hazitonyesha, mvua zitasimama. Maanake kama ni mazao hayatoendelea tena, kama ni wanyama waliokuwa wanategemea majani, mvua hainyeshi, watakamua nini? Na majani hakuna, hawawezi wakapata mazao ya kutosha. Akasema laula albahaimu lam yumtaru, lau isingelikuwa wanyama, basi Mwenyezi Mungu asingeteremsha mvua, asingewateremshia watu hao mvua. Rawahu Tabarani. Ndugu yangu Muislamu, wakati mwingine tunapolia ukame, njaa, mvua imekata, mvua hainyeshi, tujue tatizo kubwa ni wazuiaji wa kutoa zaka. Ni wale wanaozuia kutoa zaka, wale ndio nuksi, ndio wanaotia nuksi kwenye jamii, wanaotia nuksi kwenye mazao yetu mpaka yanashindwa kuzaa vizuri, kwa sababu ya wao kuzuia zaka, ima ya fedha zao au mazao yao au wanyama wao au katika vile ambavyo vinavyotakiwa kutolewa zaka. Ndugu yangu Muislamu, يقول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. na wale ambao wanalimbikiza dhahabu na fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, na wala hawatoi katika njia za Allah, hawatoi katika wajibu wa kutekeleza zaka, fabashiruhum biadhabin alim, wape bishara ya adhabu yuumizayo watakayoipata siku ya Kiyama. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yauma yuhma alaiha fi nari jahannama, siku ambayo mali zao zitachukuliwa zitiwe motoni, zipashwe na moto wa jahannam. Fatukwa biha jibahuhum, na kwa mali hizo watapigiwa nazo pasi kwenye nyuso zao, wa junubuhum, na mbavu zao, wa dhuhuruhum, na migongo yao. Hadha ma kanastum li anfusikum, huku wanasimangwa, wanaambiwa haya ndiyo mliokuwa mnayazuilia kutoa, ndiyo mliokuwa mmejiwekezea duniani, hamkutaka kutoa zaka. Fadhuku ma kuntum taknizun, onjeni adhabu ya yale mliokuwa mkiyalimbikiza duniani. Ndugu yangu Muislamu, usijidanganye na kutoa sadaka sana. Sadaka ni tatawu, ni kujitolea. Unaweza ukafanya khairati mbalimbali, lakini bado unadaiwa fungu la zaka. Hii ni haki maalum, lazima uitoe. Hata kama umejenga nini na nini, umefanya makubwa katika dunia hii, katika Uislamu, lakini fungu la zaka lazima utoe.
Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ma min sahibi dhahabi wal fidda, hakuna mtu mwenye dhahabu wala fedha, wala yuaddi minha haqqaha, na akawa hatekelezi haki ya ile zaka yake, haitolei zaka, illa muthila lahu, isipokuwa mtu huyu mali yake hiyo muthila lahu, itafanywa mfano, maluhu, itafanywa mfano mali yake hiyo yauma alqiyama, shujaa al-aqra, mali yake hiyo itafanywa kuwa ni nyoka, tena nyoka mwenyewe ambaye nyoka huyo ni mweupe, atakuwa ndio sawa na mali yake. Ndugu yangu Muislamu, jihadhari na kutokutoa zaka. Kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hasemi isipokuwa ni wahai, kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ataahu Allahu malan, mwenye kupewa mali ambayo mali hiyo lam yati minha zakatahu, hajakuwa ni mwenye kutekeleza zaka yake, muthila lahu maluhu, atafananishiwa mali yake hiyo siku ya kiyama, yauma alqiyama, shujaa al-aqra lahu zabibatani, ni shujaa ambayo ana pembe mbili au ana ndimi mbili siku ya kiyama. Thumma, kisha baada ya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ya'khudhu hizmataihi, atamchukua yule mtu, yutawiquhu thumma ya'khudhu bil hazmataihi, atamzunguka kwenye shingo yake, alafu kisha atamtia kwenye midomo yake, atamweka katikati ya mdomo, kwenye mashavu yake. Baada ya kumtia kwenye mashavu yake, thumma yaqulu, kisha anamwambia, ana maluka, mimi bwana ndio mali yako, wa ana kanzuka, na mimi ndio ile uliokuwa umelimbikiza duniani umeweka. Thumma tala, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma aya miongoni mwa aya, akasema, wala yahsabanna alladhina yabkhalun, na wala wasidhani wale ambao wanazuia kutoa zaka, wala yahsabanna alladhina yabkhalun, na wala wasidhani wale ambao wanafanya ubakhili, bima atahumullahu min fadli, katika vile waliopewa na Mwenyezi Mungu katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, huwa khairan lahum, kwamba hivyo wanavyoviweka ni kheri kwa wao, bal huwa sharrun lahum, bali hiyo ni shari kwa wao. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama, watabalishwa kama kola kwenye shingo zao, yale waliozuia kutoa zaka watayabebeshwa kwenye shingo zao siku ya kiyama. Walillahi mirathu samawati wal ardi, na urithi ni wa Allah wa mbingu na ardhi, vyote hivi ni urithi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu kwa yale mnayoyafanya anayo habari, anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Ali Imran aya 180. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, wewe ambaye umejilimbikizia mali yako, jua mali ile itageuka kuwa ni nyoka ambaye anakuzunguka kwenye shingo yako na ataingia kwenye
kwenye mdomo wake, na kisha aanze kukwambia ana maluka, mimi ndio mali yako, wa ana kanzuka, na mimi ndio hazina yako uliokuwa umejilimbikizia, umejiwekea kulikia. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ndugu yangu Muislamu, tukiwa tunazungumzia uqubatu adhabu ya mani az-zakat, mtu ambaye anazuia kutoa zaka, ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya, adhabu ya duniani na adhabu ya akhera. Adhabu ya duniani tumeziona, na miongoni mwa adhabu za duniani vile vile al-uqubatu ta'ziria. Kuna adhabu ya kufanyiwa ta'ziri. Mtu ambaye hatoi zaka, ikiwa dola ni ya Kiislamu, tuna kiongozi ni wa Kiislamu, khalifa ni wa Kiislamu, anatakiwa amfanyie ta'ziri, awafanyie ta'ziri watu wasiotoa zaka. Wanawachuoni wanasema ta'ziri yenyewe ima azidishiwe maradufu, kile kiwango cha zaka ambacho alikuwa anatakiwa kutoa kizidishwe maradufu, au ichukuliwe mali nusu ya mali yake. Kama ni milioni 30 inapigwa pande katikati, milioni 15 inachukuliwa na dola inawekwa katika baitul mali, kwa sababu wewe ulikataa kutoa zaka kwa hiari yako, kwa hivyo inachukuliwa kwa nguvu. Ndugu yangu Muislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha, hakuna mtu mwenye dhahabu wala fedha akawa hatoi zaka katika hiyo dhahabu yake wala katika fedha yake, illa idha kana yaumul qiyama, isipokuwa itakapokuwa ni siku ya kiyama, sufihat lahu safaihu minan nar, mali zake zile zitatengenezwa kama kurasa kubwa sana ambazo zitafanywa ziwe ni za moto, fa ummiya alaiha fi nari jahannam, kisha zitatupiwa zile mali zake kwenye moto wa jahannam. Fayukwa biha, na mtu huyo atakuwa anapigwa nayo pasi, jambuhu wa jabinuhu wa dhaharuhu, atapigwa uso wake na atapigwa mgongo wake na atapigwa mbavu zake, kwa sababu alikuwa akiwatazama vibaya maskini, akiwatazama vibaya mafukara, na akiwapa ubavu mafukara, na akiwapa mgongo mafukara. Hataki kuwaona kama ni watu wenye thamani, anawaona kama ni watu wasumbufu kwenye jamii, anawaona kama ni watu wenye kuleta kero. Anasema fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhaharuhu kullama baradati, na kila zinapokuwa zimepoa, uidati lahu, inarudishwa tena kwenye moto, inapaswa tena kwenye moto, inaendelea hivyo hivyo. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, katika siku ambayo makadirio yake ya siku hiyo moja ni miaka 50,000 ya duniani. Siku yenyewe hiyo ni siku moja, lakini kisimamo hicho au siku hiyo ilivyokuwa ni nzito, ni siku na 50,000 ya duniani. Hata yuqdwa baina al-ibadi, mpaka watu wahukumiwe, yeye anaendelea kupigwa pasi kwa mali yake, anaendelea kuadhibiwa kwa mali yake aliyokuwa ameiweka duniani, aliyokuwa anaionea ubakhili duniani. Hakuwa anataka kutekeleza wajibu aliyowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala.
Anasema baada ya hapo, fayara sabilahu, ataona njia yake, imma ila aljanna wa imma ila nar, imma aelekee peponi au imma aelekee motoni. Ndugu yangu Muislamu, unaacha kutekeleza zaka ya mali yako, mali ambayo asili si yako, mali ni ya Allah, na wewe ambaye unaikusanya, amwaluna lidhawil mirathi najma'uha, mali zetu tunazozikusanya ni mali za warithi wetu, ni wale ambao tutakaowaacha ndio watakaoturithi. Lakini unaenda kupata mkong'oto kwa sababu ya kutokutekeleza zaka ya mali yako, zaka ya fedha zako, zaka ya mifugo yako, zaka ya pesa zako, zaka ya nafaka uliokuwa nayo. Umelima heka 50, heka 100, umepata gunia 60, gunia 6 na kuendelea, au gunia 7 na kuendelea. Wewe ni tajiri, unatakiwa utoe zaka. Ndugu yangu Muislamu, inawezekana umetoa sana sadaka, umejenga misikiti, umejenga madrasa, umechimba visima, umesaidia maskini, umesaidia wajane, lakini bado unadaiwa fungu la zaka. Hivi havitoshi vikakufanya wewe ukasalimika, bado unatakiwa utoe fungu la mali yako. Piga mahesabu ya pesa zako unazozimiliki na zimezungukwa na mwaka, utoe zaka. Hivi vingine ni vitu vya kujitolea, na Allah atakulipa kwa njia hiyo. Lakini haiwezekani wewe ukawa unaswali sunna za kablia, sunna za baadia, lakini adhuhuri hauswali, laasiri hauswali, magharibi hauswali, isha hauswali. Ukiulizwa unaambiwa, unasema mimi naswali kablia na baadia naondoka. Hizo ni sunna, hizo ni tatawwu. Wewe unafunga siku ya Alhamisi, siku ya Jumatatu, lakini Ramadhani haufungi. Unafunga masiku meupe, lakini Ramadhani haufungi. Bado hujatekeleza wajibu wako Muislamu. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, ondoa dhima ya kutoa mali yako ili iwe tohara. Mtume aliambiwa na Mwenyezi Mungu, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim, chukua kwa nguvu katika mali zao, katika zaka wanazotakiwa kutoa, ili utoharishe na uwatakase na uwaombee dua wale watakaotoa zaka ya mali yao. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, kama hujatoa zaka ya mali yako, inaweza ikasababisha majanga mbalimbali katika mali yako. Mali yako itakosa baraka katika kukusanya kwako na katika kuipata kwako. Huenda ikakupa mwisho mbaya kwa sababu haujaitumia vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ni'mal malu salihu lirajuli salihi, neema ya mali ni mali ile ya kheri iliyotumwa kwa njia nzuri, alafu ikawa kwenye mikono ya mtu mwema. Yani mali yenyewe imetumwa kwa njia za kheri, alafu mmiliki mwenyewe anaoimiliki mali ile akawa pia ni mtu wa kheri, ni mtu mwema, akawa anatekeleza wajibu wa Allah, anatekeleza haki za Allah, na vile vile anatoa katika njia za kujitolea, katika kufanya khairati mbalimbali za kusaidia jamii, za kusaidia umma wa Kiislamu. Anasema ni'mal malu salihu lirajuli salihi, neema ya mali njema ni kwa mtu mwema, kwa mtu
mtu ambaye ni mwema akamiliki mali, tutanufaika kwa manufaa mengi, na jamii itanufaika kwa mali zake alizokuwa nazo. Anatekeleza kwanza haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kisha anatekeleza na vile ambavyo sio vya wajibu lakini vinatakiwa kujitolea. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin Allahumma ansur al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur al-muslimina wal muslimati fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya